Sijui moyo wako umekutayarisha kiasi gani siku ya leo, lakini naamini kwamba kama umetayarisha moyo wako utapokea kutoka kwa Mungu na utakuwa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sitachukua muda mrefu tukaweza kubarikiwa na neno la Mungu, na naamini kwamba tutabarikiwa kwa maana Mungu ametuma neno lake siku ya leo ili tukaweze kubarikiwa. Kwa hiyo kama neno la Mungu limebeba uponyaji, neno la Mungu limebeba chochote unahitaji katika maisha yako. Kwa hivyo unapolisikia na kulitenda itakuwa na faida katika maisha yako. Kwa hivyo ninaomba tukaweze kuomba ili tukaweza kukaribisha mtumishi wa Mungu. Acheni tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa sababu ya rehema na neema yako juu ya maisha yetu. Kwa maana tunajua kwamba ni kwa neema yako kama amani tunaweza kuishi na kuabudu kama mfalme. Tunachukua ile nafasi kukushukuru na kuabudu jina lako mchana leo. Tukisema mtakatifu mtakatifu ndio Bwana wa Bwana. Asante kwa sababu ya ile nafasi umetupatia tukaweza kusikia neno lako. Asante kwa yeye ninaojaa lakini kwa ajili yako Bwana. Naomba ukalinde nasi na ukafungue mbele wako kwa utukufu wa jina lako. Mtumishi wako Mungu asimame mbele zako na mbele za watu wako Bwana. Yeye ni chombo chombo kinajitakasa Bwana, ndicho utakacho kitumia Mungu usiye milele. Mtumia mtumishi wako kwa namna ya ajabu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kila nafsi ndio katika nyumba hii wamekuja mfalme wa falme tukihitaji kutoka kwako Bwana. Nena nasi Jehova Shama, na jina lako litazidi na kutukuzwa na kuinuliwa. Pokea sifa na utukufu wote kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Ninaomba tukaweze kusimama tukipiga makofi tunapomtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can sit down in the presence of God. Tunaweza kaa katika uwepo wa Mungu. Amen. Good morning. Amen. Thank you. Before we go to the ministry of the word, ningetaka wale mko na offering that is tithe, nakaribia hapa mbele tuweze kuomba pamoja. I want to believe we are going to be blessed. Anyway, let's do it fast because of time. Kumbuka tumetoa wala hao na serikali na elimu yetu inaendelea kuisha. Wale mko na tithe karibieni hapa mbele. Wacheni tuombe. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we love you, we appreciate your love. We thank you because of giving us another Sunday, that we may be gathered in your house, that we may hear your word. I ask you, Father, in Jesus' name, speak to us in a way that we are going to understand. I welcome your presence in the name of Jesus. You say in your word that you shall never gather your people in vain, but every time you gather your people, you have a reason for their gathering. I ask you in the name of Jesus that your very purposes and your very will may come to pass in this meeting. Every powers of the enemy, every forces of hell, I bind them in the name of Jesus and I render them powerless. Maroho ya confusion, I arrest you this morning. You have no place, you have no room in the house of God. I render your powers powerless in Jesus' name. Thank you for every believer that I have attended today's service. I pray in the name of Jesus that they may not go home empty. Let them go home having their spirit filled. Let them go home having been fed of your word in Jesus' name.
Those who have lost hope, I pray that you may impart hope in their heart. Them that have lost direction, I pray that you may give them direction. In the name of Jesus. I pray for the dear ones that are standing before the altars with their tithe. It is you who command in your word that we bring them into your house. Father, I pray that you may fulfill your word in their life. Rebuke the devourer in Jesus' name. Open windows of heaven and pull out a blessing for them, for the glory and honor of your name. Thank you because you have preserved the church, you have preserved us this far. We know that many have passed on, but God, we thank you because you have preserved our life in the reason. We bless you because, God, you are together with us to the end of the times. In Jesus' name I pray, and the church say amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Acha nituombee matoleo haya. Bwana, tunakabidhi matoleo haya kwako. Tunaikakazisha kwa jina la Yesu. Tunaomba kwa jina la Yesu Bwana, tukushukuru kwa sababu ya wale ambao wametoa, waweze kuinua na kubariki. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. I want you to salute your neighbor for me. Salimia jirani yako. Okay, ninajua hapo bali lakini remote tulisema hakuna kubizana na mkono. Na ninatumai ninasikika. Can you hear me at the back? Can you hear me? Yes. I bless God for all of you for coming, and I want to promise you that God is going to bless you. I want to really say that we are very grateful to God, even for giving us this Sunday. For a long time tumekuwa tukija na tunakuwa na watu wachache, lakini leo kwa wengi. Ninaamini ya kwamba serikali itaendelea kuongeza namba na eventually tutarudia ibada zetu. Maandiko yanasema katika kila jambo tumshukuru Bwana. Si ni kweli? Yeah, we should thank God in everything. Na tusiwe watu wa kulalamika. God have a reason for everything. Na niliwaambia siku nyingine hata hii corona Mungu ako na sababu, na ninajua ya kwamba mapenzi yake na sababu zake zinaenda kutimia even after this corona. Last Sunday I was talking about what? Someone can remind me? Someone can remind me please? Yeah? Hiyo ni chorus bwana, sitaki chorus. Mrs. Mareka? What were we talking about? Hearing the voice. Hearing the voice of God. Amen. Hearing what? Hearing the voice of God. Na tuliangalia mambo kadhaa kuhusu kusikia sauti ya Mungu. And we said ya kwamba it is very important as a church, especially in the days that we are living in, that we begin to walk with God, to know Him, to understand Him, and even to hear Him. Na nilisema hili ya kwamba it is very challenging if you walk with God that you do not understand Him, and number two, if you walk with God that you can't hear Him. And for sure, many people do not hear God. Now, even though sometimes others do hear God, they don't really understand whether it is God who speaks. And last Sunday we saw ya kwamba there was a wedding in Cana of Galilee, and Jesus was invited. Na alipokuwa amealikwa katika ile harusi ya Kana ya Galilaya, tukaona ya kwamba divai ilipoisha, mama ya Yesu alimhusisha Yesu katika lile jambo, na suluhisho ya divai ikapatikana. Now in fact we saw the reason why that miracle occurred, and it was the very first miracle in the ministry of Jesus. It is because the mother of Jesus knew that he carried not only a son, he carried the Savior, he carried God. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa anamwendea Yesu, tunajua ya kwamba hakuwa anamwendea tu ndio ajaribu. Alijua ya kwamba this son of mine, he can do something about the situation that is prevailing, na akawaambia ya kwamba whatever he tells you, do it. Na tukaona ya kwamba because of his mother understanding his son and knowing his son better, he was in a position to bring a solution in a place where there was no solution. You know, ukiangalia nyakati tunaishi kama nyakati hizi, there are so many people even coming to the church will be a challenge. Na niwaambie kitu moja, sio watu kwa sababu hawataki kukuja,
ni kwa sababu wanaogopa corona. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi huwa tunasikia ya kwamba nyakati zilizokuwa zimepita, watu walikuwa wanakatwa vichwa, watu walikuwa wanafanyiwa watu, na tunaona ni kama hadithi. We are going back to those days. Ndio mvio kuingia mbinguni njia ni nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wide is the way that lead to hell, but narrow is the way that lead to life. There are so many people who are in their houses as we talk, when they should be in the service. But the problem is, it is not because they want to obey the government, because kesho utawakuta kwa soko. Na ukitaka kujua shida sio corona, enda kwa soko kesho. Wale mnaenda Marikiti na wale mnaenda soko za Mlolongo, you know ya kwamba there is no social distancing. Au kuna social distancing kwa soko? Ingia kwa gari, utaingia gari hapa uende Mombasa. Na kwenda Mombasa sio not less than 8 hours kwa basi. Lakini hapo hakuna shida ya social distancing na hakuna shida ya kuweka masaa. It is only in the house of God. Tunajua ni 1 hour. Bwana Yesu asifiwe. Kuna basi inatoshana na hii kanisa? Kunayo. Lakini what is happening? I want you to realize that there is something very demonic, very fishy that is being cooked in the spiritual realm, so that Jesus may come back when the church is asleep. That Jesus may come back when we are still unaware. Bwana Yesu asifiwe. And if you read your Bible, you realize that many people will be left when Jesus comes, not because they were not born again, but because they were not awake. And what will make people not be awake? It is this kind of thing. Mambo kidogo kidogo tunaruhusu mambo haya ya determine how we are going to worship, ya determine how we are going to go to the house of God. I say no. It is time for those who really are born again to say we have to worship God irrespective of this happening. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna shida wazee wa miaka 60 wakienda soko kuuza mayai. Lakini kuna shida wazee wa miaka 60 wakienda kwa kanisa kuhubiri injili. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme shetani ashindwe. Amen. The Bible says unless God guards the city, wale ambao wanalinda mji wanafanya kazi ya Mungu. Wapendwa, unaweza kuvaa hata mask sita, but unless God protects you, you will still get it. You will still get it. But I want to prophesy over your life. Hakuna mmoja wenu atapata corona. In the name of Jesus. You know, nilikuwa ninakumbuka jana, I was remembering the beginning of the year, how we gave sacrifice. Mnakumbuka pia sacrifice tulitoa? And tukaomba 21 days. I was like, God, you know, sometimes you do wonder, you do things ambazo sisi hatuna kuelewa sana ni kwa nini tunafanya. But I was like, amen. Whether it is God who was compelling us to do that act, so that we can keep this year safe for us. Bwana Yesu asifiwe. Maana nani angefahamu, nani angefikiria ya kwamba mwaka huu utakuwa na this kind of shake-up. Januari tukiambiwa ya kwamba watoto watafunga mwezi wa 3 shule, alafu waregelee mwezi wa Januari next year 2021. Ungesema hii ni madness. It is not possible. But this is what is going to happen. Tukiambiwa ya kwamba tutafunga makanisa mwezi wa 3, turudi karibu mwezi wa 8. Nani angekubali? Hakuna mtu atakubali. But look at what is happening. So wapendwa, ninawaambia mambo haya so that I may challenge all of us that we may continue praying and preparing our heart. Let me say this. If corona was the beginning of the end of days, tuseme wakati corona ilitangazwa Kenya au kwa dunia ndio ilikuwa Yesu arudi ndio siku. Ile pesa tuko nayo kwa account haitakusaidia. Ni kweli? Ile pesa tumejifichia haitakusaidia. Yale mambo makubwa na manyumba tunajenga na mambo kama hayo hayangekuwa ya maana kwetu. So wapendwa, Jesus asked, kuna haja gani mtu apate dunia yote and then you lose your life? There is no need. So time is come that church will may decide to follow God irrespective of the hardship. Maana for a long time we have had fake Christians. I'm sorry to say that, but it is real. We have had fake people who confess Jesus with their mouth, but their heart are far away from God. Because you can't convince me that you are a true believer, na huwezi kuja kwa ibada kwa sababu unaogopa infection ya corona, na kwa soko you don't mind the same disease. That's being double-minded. That is being double-tongued. You know, you speak one thing and you mean the other. God forbid. Bwana Yesu asifiwe. So last Sunday we saw ya kwamba
that we need to begin understanding and hearing God, so that as time goes on, even as Jesus come, we shall not be left. Wapendwa, Biblia inasema kuja kwa Yesu hakutakuwa katika giza kwa wale ambao wanaamini. It is simply mean ya kwamba before Jesus comes back, we shall be aware in the church ya kwamba Jesus is coming next week. Bwana Yesu asifiwe. We shall have signals. Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu atakuwa ametufahamisha ya kwamba Yesu anarudi next week. Kwa maana kuja kwa Yesu hakutakuwa katika giza kwa wale ambao wako ndani ya Kristo. Lakini wale ambao watakutwa kama mwizi, maana Biblia inasema atakuja kama mwizi, lakini sio kwa kanisa. Watakutwa kama mwizi, maana hawatakuwa prepared. Bwana Yesu asifiwe. How does a thief come into the house? He comes without raising alarm. Na in fact, wacha niseme hivi, hakuna mwizi anaweza kuta ukiwa prepared ya kuweza. Kuna mwizi anaweza kuta ukiwa prepared ya kuweza. Uambie mwizi atakuja Monday. Alafu ufikiria atakuja atakwambia hela chini, sijui fanya nini. Utakuwa umejiandaa sawa sawa. Akiingia unamgokea kwa gate chini. Are you getting me? So Jesus will not come to the church as a thief. He will come to us and we shall be ready. We shall be prepared for his coming. So what am I saying, church, as I continue preparing your heart for this message today? Jacob, let's risk because of the kingdom. Wacheni tukuje katika nyumba ya ibada. It is only God who can prepare, who can protect you and me. It is only Jesus who can protect you and me. Madaktari wanakufa. Amen. Doctors are dying, they are passing on. Na wanafaa vitu nzuri kuliko hivi tunafaa, hata hivi tunafaa ya kitambaa, wengine ya karatasi. Wanafalishwa mpaka wanafaa hizi ni vipi ya diablo. Wanafaa mpaka hizo. That they are still dying. What does it tell you? It's only Jesus who can protect you. This is the time that those who are of faith should demonstrate the faith. Huu ni wakati watu wa imani tuonyeshe imani yetu. Sasa ndio mtajua wale watu wameokoka. Tumekuwa hivi hapa kanisani. Sasa hivi ndio mtajua wale wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wameokoka? Ni nyote. At least mmekuja kwa ibada hapo kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. So we saw ya kwamba Jesus demonstrated a miracle in the Cana of Galilee now because of the mother who approached him and told him the thing that was in Cana of Galilee, and he performed the miracle, and there was better wine than the one they had just consumed. Today, ninataka tuendelee kumalizia ujumbe huu wa hearing the voice of God. Alafu mwisho pale nitaongelea kidogo kuhusu kutafsiri ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wako na hiyo grace ya kutafsiri ndoto? Ni wangapi? Na nafikiria hii haikuangi na watu wengi. Mimi Mungu amenipatia grace ya kutafsiri ndoto, na nitawaambia how it goes and then how you can know you have it, and because it is a big area whereby people miss everything. Unakuta watu wanaongeleshwa na Mungu na ndoto, lakini watu wengi hawajui kutafsiri hii ndoto ikiwa ya Mungu. Kuna ndoto ya mwili, kuna ndoto ya inatokana na shetani, pia kuna ndoto zile zinatokana na Mungu. Na ni vizuri kujua ndoto hii inapokuja, kujua kuitafsiri. Haya ndio nitamalizia nayo. Lakini nataka kwanza tuanzie mahali tulifikisha. Tulisema hivi, probably pastor you can read for us. Read for us First King chapter 19 and verse 12 to 11. Mtumishi Jeremia nisomee Genesis 40 verse 5. Genesis 40 verse 5. Now please make sure you hear me. Maana staki mtu atoke. Soma pastor. Nitasoma. First King chapter 19 verse 11 onwards. He said, verse 19 verse 11 and 12. Yeah. He said, go out and stand on the mountain before the Lord, for the Lord is about to pass by. Now there was a great wind so strong that it was splitting mountains and breaking rocks to pieces before the Lord. And the Lord was not in the wind, and the wind, and earthquake, and earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire.
And after the fire, a sound of silence. Yeah. A sound of silence. Amen. Thank you. Pastor, read for us. Genesis 40. Genesis 40, verse 5. And they dwelt and dreamed, both of them. Each man is dreamed in one night. Each man according to the interpretation of his dream, Badla and the beggar of the king of Egypt, which were bound in prison. Verse 6. And Joseph came into them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, Wherefore look you so sadly today? Verse 8. And they said to him, We have dreamt a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said to them, Do not interpretation belong to God? Tell me them, I pray you. Verse 9. And the chief butler told his dream to Joseph and said to him, In my dream, behold, a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was as though it budded, and a blossom shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup. And I gave the cup into Pharaoh's hand. Verse 4. And Joseph said to him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Sikisha tu hapo kwanza, tutaendelea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili iliyopita tuliongea tukaona ya kwamba mara nyingi kwa sababu ya kutojua huwa tunangojea Mungu aongee kwa sauti kubwa. Sometimes huwa tunangojea Mungu aongee kwa mambo ambayo ni makubwa. But we say when you read the story of Elijah is running away from Ahab and Jezebel. Na alipokuwa mlimani, Mungu akamtokezea mahali pale. Na Mungu hakujitokezea kwa ile njia Elijah alikuwa anafikiria. Maana kulikuja gurumo za radi, lakini Mungu hakuwa katika mgurumo wa radi. Kukawa na upepo mkubwa sana, lakini Mungu hakuwa katika ule upepo. And eventually God appeared to Elijah and spoke to him through a small still voice. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaongea mambo haya because I want you to realize ni vizuri kujua ya kwamba mara mingi huwa Mungu anaongea kwa still small voice. And even the most mature way of understanding God is when you begin to know ya kwamba wakati Mungu anaongea katika nafsi yako, katika dhamiri yako. That is the most mature way ya kufahamu na kusikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So Elijah, God did not use the ways that Elijah was expecting, but he used still small voice, and he was in that still small voice. Na last time tukaona ya kwamba kuna njia mingi Mungu huwa anatumia kunena nasi, na ninafikiria niliwapatia hizi njia zote. Nikasema ya kwanza ni circumstance. Circumstance tukasema ndio hali, na ndio tukasema ya kwamba katika Romans 8:28 the Bible says that we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purposes. Circumstance. Kama sasa hii hali ya corona, it is a circumstance, ni hali. Na Mungu hutumia hali kama hii kuongelesha kanisa, kuongelesha watu ambao wanampenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukasema hivi ya kwamba tusidharau wakati tunapitishwa katika hali fulani, maana huenda ni Mungu anatumia hiyo hali kuongea na sisi. Haleluya. Then tukaona ndoto pia ni mojawapo wa njia ambazo Mungu hutumia kunena nasi. Na in fact tumesomewa hapo na mtumishi ya kwamba there are 2 guys ambao nitakuja kuongea kuhusu hawa majamaa, maana hiyo ndio kisehemu ningetaka tutumie kujua kutafsiri ndoto. Na tukaona ya kwamba God from the past amekuwa akitumia ndoto kuongea na watu. Joseph was one of the guys in the Bible ambaye Mungu alikuwa anamtokezea sana katika ndoto. We see in the life of Joseph right from his formative years, wakati alikuwa kadogo, Mungu alikuwa anamtokezea, anaongea na yeye kupitia kwa ndoto. Watu kama Abraham, it is not 1, 2, 3 times that God used dreams to speak to him. People like even the Pharaoh, the king of Egypt, Mungu alitumia ndoto kuongea na yeye. And so we can't wish away dreams.
Kuna watu wanasemanga mimi siamini, lakini ukweli ni kuwa kama wewe ni mtu wa kuamini Biblia, you must understand ya kwamba ndoto ni muhimu sana katika maisha yetu. Na wale watu hamuotani, kwa sababu kuna watu wako hapa na wanasemanga hamuoti. Kuna mtu haoti hapa? Kuna mtu haotani? Niseme hivi, kuna watu wanasemanga hawaoti, na niseme hivi ya kwamba hiyo ni kitu kimoja ambacho shetani amekudanganya. Na siamini kuna mtu haoti. Kila mtu anaota. Labda what happens you don't remember your dreams. Na kama wewe huu unanyang'anywa ndoto zako katika usiku na shetani, ninaomba kwa jina la Yesu baada ya haya mafundisho ya kwamba Mungu atakuregesha ndoto zako. Amen. Amen. Maana kuna watu wengi sana wanahitaji hizi kitu. You need it. You need those dreams so that you can have direction. Mimi kuna mambo mengi sana Mungu ameniepusha nayo kupitia kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. There is a brother, I know maybe some of you, if I mention him, mtamjua, lakini sita mention his name. Miaka ya 2000 kwenda nyuma hapo, huyu ndugu alikuwa anaomba sana kutafuta Mungu. Sana. Kuna watu wanatafutaga Mungu kweli kweli. Na alikuwa anatafuta Mungu kwa sababu ya zile hali alikuwa anapitia, shida mingi za maisha. And God appeared to him in a dream of the night. Na akamwambia, enda kwa duka fulani, nunua simu, na ukinunua simu nunua kadi ya simu weka. Bwana Yesu asifiwe. This is a true story. Hii sio hadithi. It's a true story. Ndio maana nimesema sitamtaja, maana wengine mtamjua. Usiende kumwambia pastor alikuwa anaambia mambo yako kwa kanisa. So akaambiwa enda anunue simu. Unakumbuka those days ni wakati simu zilikuwa zimetoka. Ni zile simu zilikuwa, unazikumbuka simu za kwanza? Zile Motorola. Ni wakati walikuwa Motorola. Wale walikuta Motorola ni wakitaka kweli kweli. So akaambiwa anunue simu na anunue kadi aweke. Na wakati alinunua hiyo simu akanunua kadi, kumbe Mungu alikuwa anataka kumbariki. Maana alikuwa ameomba Mungu amfungulie mlango wa pesa. Alinunua kadi na akanunua kasimu. Wakati aliscratch hiyo kadi, kuna namba alipata hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na akapeleka kwa watu wa Safaricom. Maana kuna mchezo walikuwa watu wa Safaricom wanafanya wakati huo. Na wakati alipopeleka kwa watu wa Safaricom wakaambiwa you are a lucky winner of 2.4 million. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine God used the dreams to speak to this man concerning the blessing that he was praying from God. Kwa hiyo wapendwa, wakati tunaona tunapuuza ndoto zetu za usiku, kuna mambo mingi sana shetani anakudanganya. Na kama kuna kitu ya kuambia Mungu akurudishie, ni hali ya maono katika ndoto za usiku. It is good to tell God, help me to understand and to have dreams. Wala hamuoti. Ni wangapi hamuotaji hapa? Ni wangapi hamuoti? Kila mtu anaota. Okay, ni wangapi mnaota? Wale ambao hamuinui mkono, sielewi ni upande gani. So, unfortunately the guy, wakati alienda akatoa 2.4 million, hakuwa prepared for it. Because eventually alibatsirai, akalewa mpaka akaanguka kwa mtaro mbaya mbaya. Alikuwa analewa anaanguka kwa mtaro. Na eventually alienda akalisaini kwa kazi, kaambia mhindi, sasa mimi sio mtu wa kuajiriwa, huwa ambaye nipewe mshahara kidogo na sasa hivi nimekuwa soko. Na mhindi akamwangalia akamwambia, wewe nimekuambia utarudi hapa utanipigia magoti nitafutie kazi. And that is what happened after some years. Alienda 2 years peke yake, miaka 2, na akarudi kwa mhindi kumwambia tafadhali ninakuomba mkubwa kurudisha kazi. 2.4 million zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninasema tafadhali, sababu you want to give is not money, unahitaji marekebisho ya Mungu. Amen. Abia jirani ni mtegeleze hapa. You can imagine 2.4 million akitumia na 2 years. 2 years ni miezi ngapi? 48 months. Wale ambao mlifanya hesabu mkapita kuliko mimi, you can calculate alikuwa anatumia pesa ngapi pale. Wali mfanye hizo hesabu nyingine za hii. So within 2 years he had nothing, lakini alikuwa ametafuta Mungu kiasi kwamba in the dream of the night God showed him the way out. Amen. Ninaongea mambo haya because I want you to realize ya kwamba we need to know the dreams are important
Amen. Yes. So the other thing tukasema ya kwamba God can use counsel, mashauri. Na tukasema hivi, Psalms 1:1 the Bible says blessed is a man that does not walk in the counsels of the ungodly. Meaning what? There is a counsel of the ungodly and there is counsel of the godly. Bwana Yesu asifiwe. Na mashauri ni muhimu wapendwa, shikeni hii. Mashauri ni muhimu. Kama wewe huna mtu ambaye anaweza kukuambia usiende hii au usifanye hii, unahitaji mmoja. Na ndiposa nilisema hivi ya kwamba ni vizuri kuwa na mtu ambaye anaweza kukushauri kwa njia ambayo inafaa. Maana kuna watu ambao wanashauri wengine kwa njia ya kupotea. Amen. So tukaona counsel is also a way that God uses to guide us and to give us direction. Number 4 tukasema ni gani? Voices tukasema there's audible voice na kuna inner voice. Inner voice ndio nimeanza kusema ni dhamiri, your conscience. Dhamiri yako inaanza kusikia sauti ya Mungu na inajua huyo ni Mungu. Dhamiri yako. Na hiyo ndio the best way. Dhamiri yako ikitambua sauti ya Mungu na ishike na itakuwa ni Mungu. That is the best way. So Mungu anaweza kutumia audible voice au inner voice. Bwana Yesu asifiwe. The other one tulisema ni gani? Word of knowledge. Tukasema aje kuhusu word of knowledge? Pastor? Edwin? Tulisema aje kuhusu word of knowledge? Sauti pastor, unajiongelesha. Tuambie hivi. Word of knowledge inatokana na kujua ukweli wa neno la Mungu. Unasema there's difference between the truth and the lie. You say lie is a decision of the truth. You say it is the opposite of the truth. You say it is not the opposite of the truth. You say it depends, the knowledge we have depends on the source. Hallelujah. And you talked about there was a demonstration that we were giving about Lord, and when God was setting, you spoke about when God was setting the spirit of life, and you asked us a question: was God a liar? There must be things there. It's okay. But the thing is this: that the word of knowledge comes from the word of God. Amen. So tulisema word of knowledge is also another way that God uses to speak to us, and we saw. For example, wakati Nathaniel, Jesus told him that before you came to me, you were sitting under a sycamore tree. He gave him a word of knowledge. I saw you. That was a word of knowledge. Na tukasema there is a word of knowledge means it is something that only God who can reveal to you. No, there is no way you can know it unless God reveals it to you. That is the word of knowledge. Na kuna watu wamepewa grace katika hii maeneo ya word of knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kujua kama ni kwa maana watu huwa wana mistake word of knowledge na prophecy. Unasikia mtu anasema mimi ni nabii kwa sababu ameanza kutabua mambo ya watu. Na ni word of knowledge tu. Ni vizuri kujua having the grace ya kuwa na word of knowledge sio kuwa ni wewe. That does not mean that you are a prophet. Bwana Yesu asifiwe. The other one we say is vision. Vision. Tulifika hapo. Vision also is another way or another means that God uses to speak to us. And also we say this, or I want to say this in the book of Acts chapter 10 verse 3, we see Peter get a vision. Mungu ametokezea Petero kwa njia ya maono, na we see analetewa shuka ambayo imejaa wanyama ambao yeye mwenyewe anajua hakui, anajua auwe na akue. Na katika hiyo maono, kwa sababu alikuwa anaona ni kama TV, akasema ya kwamba Mungu, mimi ni Myahudi na unajua ya kwamba sisi hatukuli vitu najisi, na Mungu akamwambia kile nimetakaza usiite najisi. It was about God was preparing Peter to go to Joppa so that he can preach the word of salvation to Cornelius. Bwana Yesu asifiwe. Na the whole thing teaches that ya kwamba maono inaenda kuwa kufanyika usiku au mchana. That's the difference between dreams and vision. Vision most of the time it can be during the day or sometimes at night. Lakini dreams mostly inakujanga katika hali ya kulala.
Lakini vision inaweza kuja mchana au usiku. Na most of the time unaweza kuona ni kama ni TV unaona and then eventually inaondolewa. Hiyo ndio tunaita vision. Lakini hizi vitu zote watu huwa wana confuse na unakuta watu hawaelewi ni gani vision, ni gani word of knowledge, which is which. But it is good to understand these things. So the other one is reasoning and conviction. Reasoning and conviction. Reasoning and conviction. Romans 14:5 says that one man estimates a day above another estimates every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he does not regard it. He that eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not to the Lord, he eateth not, and giveth God thanks. This is talking about those people ambao huwa wanainua siku fulani kuliko ingine. Utakuta watu kama wa 70 day. Amen. Huwa wanaamini ya kwamba siku ya Sabato ambao watu wanafaa kukusanyika ni siku ya Saturday. Si ni kweli? Na sisi tunaamini ya kwamba they are 70 day, they are called 70 day Adventists. Na sisi tunaitwa aje? Sisi ni 7 days, sio 7. Wao ni 7, sisi ni 7. Kwa nini sisi ni 7 day Adventists? We worship every day. Wao ni 7. That's the difference. So unakuta kwamba hawa watu wamewekwa, they have been preached na wameonyeshwa ya kwamba siku ya ibada ni Sabato ni siku ya Saba. And they are so much convinced, although convinced in error. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu huwa anatumia pia conviction kuongea na sisi. Maana kuna kitu mtu anaweza kuja akwambie lakini in your spirit you are not convinced. Na ndio maana ukitaka kujua mahubiri ya kweli ni mahubiri ambayo huwa ina your spirit rubber stamped. Kuna kitu mhubiri anaweza kuja hapa uhubiri useme that's very true. Even in your spirit unasikia hiyo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kingine mtu anaweza kuja akwambie usikie roho yako inakataa. So that conviction is very important. Unfortunately, if your conviction is in error, then you are also mistaken. Lazima your reasoning and conviction iwe pia in the truth. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano mtu akija akwambie Mungu aliniambia jana kwa ndoto niende nitoe mtoto wako kafara. Amen. Will you be convinced? Why? Because deep in your heart you know there is some truth. Ya kwamba we are not in the era ya kutoa watoto wetu kafara. Era hiyo ilisha na Abraham, right? Bwana Yesu asifiwe. Amen. If someone comes and tell you, or if you have a dream of the night, usikie kwamba wote ukileta sadaka kanisani. At least hata kama utakuwa na shaka, because kuna watu hawapendi kutoa sadaka kanisani. But in your heart there is some conviction ya kwamba labda ni Mungu ananiambia. That one is outright, inaenda on the positive. The other one is on the negative. So what I'm saying, many times God can use reasoning. Unasikia akili yako inakubali na pia dhamiri yako inakubali. Kama ni jambo ambalo linatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiki tunasikia sauti, yani unasikia dhamiri inakataa. Dhamiri unasikia inakataa. Lakini kwa akili unaona pia ni kama ni nzuri. Ni vizuri wakati ukifika ni hapo. Unaomba na unauliza Mungu, is it you God? Is it you God who is speaking to me? Mimi kuna wakati nilienda kununua plot mahali sitawaambia ni wapi. Amen. Nilienda kununua plot mahali. Na nilipofika hapo nikaangalia hiyo maeneo nikaona ni pazuri sana. Nikasema hapa ni pahali pazuri pa kununua plot mtu ajenge nyumba. Lakini wakati tulikuja na mwenyewe nikasikia dhamiri yangu inakataa. So the first time ilikuwa nzuri. This time tumekuja na mwenyewe nionyeshe plot. Nasikia dhamiri inakataa. Nasikia kabisa hapana. Lakini si kusikiza sauti ya Mungu. Nika brush off hii ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Do you know what happened? Tulienda kwa banki nikatoa pesa. Nikampatia wale mnamshaenda kwa banki kutoa pesa mingi. Inahesabiwa kwa ikiwa labda 100 si kweli? 50 hawahesabi kumi. So kwa banki inahesabiwa 100
na kuna kakundi waliweka 50,000. So mimi bado nasikia sauti yangu inakataa, lakini nyingine najiuliza, lakini mara ya kwanza nilisikia roho yangu imeridhika. Wacha nikwambie, nilipatia pesa, kumpatia pesa ile nyingine 50,000, kuna pesa niliacha nao kwa mfuko. Kufika kwa nyumba ananipigia simu ananiambia, "Mbona hukunipatia pesa yangu?" Kamuuliza gari simekulipa. Akaniambia, "Nimeona wewe ni mwizi sana na ninakuletea pesa yako saa hii." Imagine na mimi ni mtu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu anatumia hii mambo yote kuniambia don't do it. Ningesikiza sauti ya Mungu ningemwambia niletee. Lakini Mungu anatumia mpaka hali ninasahau pesa nyingine, lakini bado na insist. Nikamwambia basi wewe bado nikuletee zaidi, nikutumie. Wakati nimemtumia, it is very unfortunate. That guy nilinunua plot yake last day, by Monday he was dead. Na hatuko tumefanya transfer. You can guess what happened after that. Umeruhusiwa mtu plot last day, by Saturday amepata ajali, Monday amekufa, and he had not done transfer. Sasa hapo udharamu na Mungu au shetani? Sasa hapo nikipigia kwa maombi tena, Mungu nakuomba katika jina la Yesu pesa yangu isipotee. Lakini itaweza kupotea namna gani? And God had given you all the warning and signals. Lakini you defied. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kunichekelea lakini ninajua hata nyinyi mmepitia hizo hali. Imagine unasahau mpaka pesa kwa mfuko, lakini bado haushikanishi. Mungu anakuambia don't do it. So mimi niliomba nikaambia Mungu, sasa wewe ndio unajua hiyo pesa yangu haikuwa ya bisi. Wewe nitetee. Eventually nilienda kwa ofisi yao nikaongea na wakubwa, wakaniambia wewe usijali, tutajaribu usipotee. Lakini ni 50-50. Because how do you convince them? How you umefanywa anything and the guy is dead? Nani atasema ni yako? Na ningesikiza sauti ya Mungu ambaye alikuwa anaongea na mimi na dhamiri, ningeingia kwa hiyo hasara. Amen. How many times have you lost money? How many times have you lost opportunities because of not listening to the conviction and reasoning of your spirit? How many times? Lakini wapendwa, tunapoongea mambo haya, watu wanafikiria ni mchezo. Hakuna mchezo. Mambo haya ukiyafahamu na roho yake ianze kufahamu Mungu. Wapendwa, wacheni niwaambie, zile mali zimewekwa katika sirini. Pastor Mlidi, zile mali zimewekwa sirini. Tutajuaje? Kama wewe huelewi sauti ya Mungu, kuna vitu mingi sana zimefichwa zetu ambazo hakuna njia nyingine unaweza kuzipata pasipo Mungu kukufunulia. Iko hapa. Nilisikia mtu mwingine Mungu alimfunulia behind his backyard, nyuma ya nyumba yake, na hata hapo ana nyumba. Kumefichwa vitu za dhamana sana. Katika ndoto Mungu akamwambia, "Enda uchibue hapo nyumba ya nyumba, utakuta vitu." Kuchibua akakuta vitu za dhamana sana pale. Na zilifichwa wakati wa baba wanaitwa mababeli. Wakati wa those days. It has taken hundreds of years chini ya mchanga. Na ni vitu ambazo wao ukizipata umetajirika hapo na hapo pasipo kubreak a sweat. Lakini Mungu asipokufunulia mautajiri haya tunaambiwa amefichwa sirini, yamefichwa katika giza, utayaona namna gani? Unawezaje kuona katika giza usipokuwa na mwangaza? And when we teach this kind of things, watu wanafikiria ni mchezo. Wapendwa, kuna mambo mingi zetu tumewekewa na Mungu. If we can only begin to understand how God speaks and hear his voice, we can become rich overnight. Yaani Mungu anakufunulia kitu, anakuambia enda nyumbani kwenu, fanya 1 2 3, fanya 1 2 3, and then within no time unakuwa matajiri. But because we do not hear God, because we do not understand his voice when he speaks, we are losing every day. We are living blind like people who do not know God. Bwana Yesu asifiwe. So usiniulize kama plot yangu ilipotea, haikupotea. Lakini nilijifundisha mambo makubwa sana. That is one example of many things mimi mwenyewe personally I have encountered, ambayo imenifundisha ya kwamba kusikia sauti ni muhimu sana. Kusikia sauti ya Mungu na kuielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu nishawaisikia shuhuda, unasikia mtu anasema mimi nilienda kuingia kwa gari, nikasikia sauti imeniambia nisiingie. Na wakati alipotii hiyo sauti ya Mungu usiingie kwa gari, wakati aliingia gari ya pili kufuata, wanakuta ile gari alikuwa anakatazwa aingie imepata ajali hapo mbele, ndio inaua kila mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Wapendwa, ninaongea mambo haya so that you can understand how important it is to hear God and to understand when He speaks. Because you will avoid so many discouragements, sometimes loss, and sometimes even death when we hear God and understand Him. Wale watu ambao wamekuwa wameachieve mambo mengi sana katika maisha haya, especially those believers who knows God, ni wale ambao wanajua sauti ya Mungu, kuielewa na kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo mangapi wewe umepitia ambayo Mungu amekunenea na ukatii? Ni mambo mangapi? Niwaambia hapa siku nyingine vile nilinyang'anywa 11,000 kwa sababu ya kufuata macho na kukosa kusikia sauti ya Bwana. So reasoning and conviction, hiyo kitu ya kushawishika katika moyo, hiyo kitu ya kushawishika katika moyo, Mungu huwa anatumia pia hiyo njia kunena nasi na ni vizuri tuifahamu. The other one is God's word. Neno la Mungu. And when we are talking about God's word, it is either a written word or a rhema word. Written word ni hii Biblia. Wale hamsomi Biblia, you realize ya kwamba you are missing God. When you read the word, there is a time when God uses that word kuongea na wewe. Na nisikizeni wapendwa. Wakati ukitaka kujua ni Mungu anaongea na wewe wakati unasoma Biblia, because hapa ndio sasa watu wengi wanaulizaga, "Pastor, mimi nasoma Biblia kila siku na ninasisikiaje Mungu?" Mimi siongei kusoma tu Biblia. Ninaongea kuhusu wakati unasoma Biblia, there is a time a certain scripture huwa inakuwa high kwako, it becomes alive. Unaona, it's like hii kitu ni kama sijaisoma tena. That is God who is highlighting that scripture to speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii kama mnasikia. Wakati unasoma Biblia unakuta kuna maandiko mengine ni kama imeinuka juu ya mengine, unashangaa hii kitu nini sinasomaga kila siku? Ni Mungu anaitumia ama anaifanya kuwa alive so that you can read it and read it because the message of God is in you. And sometimes inakuanga hata kwa wimbo. Amen. Mungu anaweza kuja akuongelesha kwa wimbo. Wewe mwenyewe uimbe wimbo na huyo wimbo hata umekaa miaka mingi bila kusikia, au labda hiyo wimbo unaijua tu some places, lakini unajikuta ukiimba. Sometimes ni hana mambo sawa. Wewe unafikiria ni kuimba tu. It is a message from God. Ni vizuri kujua wapendwa, we are spiritual beings. Lakini shida na watu, we are so much carnal minded, ya kwamba hatujui, hatuelewi. Ni vizuri kujisikia na kujisikiza, what am I saying? Maana devil uses our mind to speak to us. And the devil, and even God uses the same channel. So sometimes Mungu huwa anatumia wimbo, unasikia unaimba wimbo fulani. Ni vizuri wakati unaimba au unawaza kitu, unajipatia 5 minutes break. Tuwe na wakati wa kusummarize what we have been thinking for the last 10 minutes. Maana watu wengi tunakaaga ni kama ushaona, I'm sorry to say, acha nisikie hiyo wimbo usinichukie. Ushaona watoto wakiwa sokoni. Hii kelele inakuwa. Na especially wale wanacheza mpira hapo. We are like that. Yaani hatunaka time ya kukaa ujisikize. Hatunaka time ya kukaa ureverse for the last 30 minutes. What have I been thinking? Because let me say this, every day God speaks to us. Either in the thought, sometimes in your songs, sometimes in your watu wengine wanakuja wanaongea na wewe, lakini hatushikanishani. So what am I saying? God uses also word to speak to us. It can be written word, na nimeongea kuhusu wakati Mungu anatumia neno ambalo limeandikwa. Ni neno tu ukisoma, unasoma, inafika mahali unaona hiyo neno, hiyo neno ni kama ni Mungu anatumia. Ni vizuri kurudia hapo na urudie, because that is where your message is. So the other one is through prophet and servant. Manabii na watumishi wa Mungu. Manabii na watumishi wa Mungu is also a channel that God uses to speak to his people. Prophet and his servant. God uses prophet and his servant. God uses prophet and his servant. Sometimes Mungu huwa anatumia manabii. Unfortunately nowadays kila mtu ni nabii. Kila mtu akijua kusoma mistari hii ya Biblia anajiita nabii na mtume. Who is a prophet? A prophet is the mouthpiece of God. Amen? A prophet is the mouthpiece of. If you have not become the mouthpiece of God, wacha kujiita prophet.
Maana nimerealize nowadays kuna shida na titles. Unaona kila mtu akibatizwa na Roho au akijua kusoma mistari 3 pastor. Mtu akihubiri kwa kanisa watu wafurahie apostle. Mtu akionyeshwa maono 2 prophet. That's not mean. By the way, can I say this? Everyone who is born again, you are guaranteed ya kwamba unaweza kuona maono. Amen? Maono sio ya manabii peke yake. Maono ni ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba your sons and your daughters shall she see vision. Not to those who are born again, everybody. Hata kuna wale dada wanaondaga maono. Si kweli? I have one of my cousin. Alikuwa ananiambia, anakuja ananiambia bro, nimeonyesha. Na haki akikwambia kitu ameonyesha nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiniulize kwani Mungu anaongea na anaendaje? Kwani kama aliongea na Buddha, si hata anaongea pia anaweza kuongea na yeye? Yes. So those are some of the many channels that God uses to speak to us. Maybe we can recap and then we go to the next thing as we finish. Tumesema ya kwamba ya kwanza tulisema ni gani? Ni circumstance. Ya pili dreams. Ya tatu sasa mnaongea namna gani? Ya tatu counsels. Ya 4 voices. Ya 5 word of knowledge. Ya 6 vision. Ya 7 reasoning and conviction. Ya mwisho his word. And ya mwisho 9 prophet and servant. Tafadhali ningetaka mshike hizo vitu. Mshike nini? Hizo vitu. Ya kwamba those are some of the channels. There are many. God can use many ways. But those are the channels in the Bible that God have used to speak to his people. Tumesema circumstance, tukasema dreams, tukasema voices, tukasema his word, his servant, hii nyingine counsels, then nyingine word of knowledge, reasoning and conviction. Now, let me teach you kidogo kuhusu how to hear the voice of God, because hiyo tulikuwa tunaongea kuhusu hearing the voice of God. Let's now see how do you hear it? How do you hear the voice of God? How do you hear the voice of God? Maana it is one thing to have the desire to hear the voice of God, but it is another thing to hear. How do you hear? How do you develop yourself to hear the voice of God? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda tu kuwatajia hizi vitu, mkienda nyumbani ni vizuri mrudie. Nitaanza kwa kusema hivi. Maandiko inasema kwa kitabu cha 1 Corinthians chapter 6 verse 16 ya kwamba know you not that he which is joined to a harlot is one body, for two says he shall be one flesh, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Itaanzia hapa. Tafadhali sikieni. Maandiko inasema hivi ya kwamba yeye audhanikae na kahaba katika njia ya usherati wanakuwa mwili mmoja. Ni kweli? Wanakuwa nini? Mwili mmoja, sio roho moja. Wanakuwa nini? Mwili mmoja. Na ndio maana unaona dhambi ya usherati Mungu anaichukia sana, because it joins two people. Bwana Yesu asifiwe. It joins who? Two people. Every other sin that is done outside the body haikuangi as strong kama dhambi ambayo inafanywa na watu wawili wakiwa wameshikanana katika ukahaba au usherati. Maana there is something that is left in you that belongs to your partner, and there is something that comes from you that goes to your partner. You become joined to him, with him or with her in your body. Na hapo ndio soul tie huwa zinadevelop. Soul tie wale hamjui ni hii. Unakuta ya kwamba yule mtu ambaye ushawahi kuwa na uhusiano na yeye wa kingono, niruhusu nitumie hiyo. It is very hard to forget that person. Right? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako angalia mbele. Au wewe mnasahau, ushawahi sahau? Mtu mlikuwa na urafiki na yeye. Pata hii urafiki ya madazi. Mkafika that level, ushawahi sahau? Najua kuna wengine mnaniangalia kama pastor ameanguka, sijaanguka. Bali niko pale. Kwani mimi niliongea hii si Biblia nimesoma? Au nimesoma? Si Biblia nimesoma? Yes.
Unaweza sahau? Pia jirani yako angalia mbele. Mwambie wacha kuinama. Unaona sasa wengine mngeanza kuinama na sasa unainama nini? Ingekuwa pale tungesoma hapa. Si Biblia nimesoma? Na nimewapatia mstari. Maana you become united. You become na ndio maana ni vibaya sana. If there is something to avoid, ni dhambi ya usherati. Maana you never be the same again. There is something that will disturb you forever. Kama na kuunganishwa katika mwili, your soul becomes also united. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona kuna watu mnasumbuliwa na ndoto za watu mlikuwa nao. Unajaribu kumfukuza usiku, hakaaji 1 wiki bila kurudi. Unamwambia katika jina la Yesu niliokoka. Akaaji. Anakuambia wewe ndio kuokoka lakini lazima nikutembelee tukiwa pamoja. Na ndio maana nilisema hapa siku nyingine, wala mko na picha za former boyfriend or former girlfriend, enda utoni. Maana kuna watu wako na hizo picha na uliolewa na uko na mzee. Wakati mzee mmekosana, unaenda unaiangalia hapo na unalia kidogo. Si bado kuna watu wako nazo. Si mko nazo. Na barua zile mlikuwa mnaandikiana. I love you when I see you my heart parasha. Hiyo tu barua mimi zangu nilichoma tulitupa. Zangu tulitupa, hatukutupa kitabu sana. Bila kutoka tunaandikiana. Nilimwambia sasa hii ilikuwa ya ujana tu. Lakini ilikuwa ngumu hata kutupa na nikabarua. I remember those days. Ni vizuri kuongea because we are alive, Kwa haya hatutaongea tukifika mbinguni. Tunaongelea hapa. Ninakumbuka those days wakati mapenzi yalikuwa very hata sasa hivi hote, lakini sasa hivi imekomaa, sio mapenzi ya ujana. Ningehakikisha nimesoma hiyo kabarua at least once a day. Kama hatuonani ninasoma hiyo kabarua na pale chini sijui kwa nini lazima ilikuwa inachoroka a heart. Amen. Unajua mnajifanya ni kama hamjaipitia hapo. So what I was saying is, but he who is joined to the Lord is one with him in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ukiunganishwa na Mungu, you become one with him in the spirit. Your spirit and his spirit, amen, is joined to him. Amen. So the reason why niwaambia mambo haya, because I want you to realize ya kwamba if you are joined to him in the spirit, you are one with him in the spirit. That is where now our journey of faith begins with him. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kuwa joined to the Lord in the spirit ni wakati tunaamini ya kwamba Yesu ni Bwana, tunaombewa wokovu na tunaokoka. You become immediately joined to him with him in the spirit. Kuna mtu alikuwa anauliza, tunakaa hizi nyakati ambazo kuna hii namba wanajaribu sababu nisikia hii namba ndio wanajaribu they are doing warm up kuona kama wataweza kuiweka namba hii ya 666. Kuna mtu aliuliza swali akauliza, wale watu wameokoka wanaweza kuwekwa namba ya 666 pasipo wao kujua? Inawezekana kuwekwa hiyo namba pasipo wao kujua? Wapendwa, nijibu. Inawezekana? Is it possible kuwekwa 666 pasipo wao kujua? No. Yes, it is not possible. Maana whatever they want to do is a spiritual thing, and your spirit is already engaged to another spirit. So it is not possible for you to become a covenant of two parties. Do you understand? So hii kitu hapo kwa 666 hiyo haiwezi. In fact, Biblia inasema tukiokoka tunapigwa muhuri. Tukiokoka tunapigwa muhuri wa mbinguni. Wale hamjui uko na muhuri ya heaven. Wewe ni mali ya Mungu, unajulikana huko. Mimi nashangaa na watu hati mimi naomba sana, haiwezekani. There is no way. Mtu ambaye ako na siri ya Mungu haitawezekana awekwe siri ya pande ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe. So muache kuogopa 666. Na ni mimi kwanza, mimi ninaamini before hizi vitu za 666 kutokea tutakuwa tumeenda.
tutakuwa tumeenda mbali sana. Amen. Tutakuwa tunasikia na watu na huko juu. Ndio wanawekwa saa hii 666. Tutakuwa tumeshapanda. So, I want to say this. If you are one together with the Lord in the spirit, even the devil knows you have his seal. Kuna watu wako na muhuri ya pande ile nyingine. Right? Na kuna watu wako na muhuri ya Mungu mwenyewe. Na one way ya kujua uko na muhuri ya heaven is when you have the Holy Spirit. Kama huna the Holy Spirit, I'm sorry to say, itabidi tafadhali tafuta sana, na sio kutafuta, tamani upate muhuri. Mimi niko na muhuri ya heaven. Mimi niko na muhuri, I know niko na muhuri ya heaven. Kama na kuifeel, hata roho yangu huwa ina witness. Mimi sio hapa.